Atuganile Chamse, mrembo aliyeshindwana na mumewe kwa muda mrefu. Muda huu alikuwa anamalizia kupanga vitu vyake kwa ajili ya kumkimbia huyo mumewe. Safari yake ya siri aliyoipanga tokea muda mrefu ilichagizwa na ukorofi wa kiume kutoka kwa mumewe pindi alipomlazimisha kufanya mambo yasiyohitaji. Safari yake hii ni matokeo ya kipigo cha jana alichoshushiwa na mumewe. Wakati anapopanga vitu vyake kwenye mfuko mkubwa wa plastiki, Atu alifikia kanga, vazi ambalo hakuwahi kulivaa tokea aletewe na mumewe, akimthibitisha kuwa ameiokota barabarani. Licha ya mng'ao wa pekee wa kanga hiyo, Atu hakuwahi kuthubutu kuivaa mwilini mwake. Aliikunja na kuihifadhi, na leo anakutana nayo kutokea katika nguo ambazo alizitelekeza muda mrefu bila ya kuzivaa. Alipitisha mashauri kadhaa kabla ya kuamua kuiunganisha kanga hiyo na nguo nyingine alizokuwa anapaswa kukimbia nazo bila mumewe kujua. Atu alikuwa anatoroka. Atu Chamse, ambaye ni binti asiye na baba wala mama. Wote walishatangulia mbele za haki mapema sana. Msikilizaji, karibu sana ndani ya Simulizi Zetu Media. Tunaianza sehemu ya kwanza ya simulizi mpya hii ya kusisimua. Inakwenda kwa jina la Kanga. Hakikisha umesubscribe kama ndo mara yako ya kwanza kufika hapa ili uwe mwanafamilia wetu wa kudumu. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za WhatsApp za 0757 567253. Simulizi hii ya Kanga imeandikwa na mtunzi Xavier Luoga, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Karibu sana msikilizaji, na sasa tuianze sehemu ya kwanza mara baada ya utambulisho huo. Basi Atu alipowaza kuhusu mustakabali wa kanga hiyo, akahisi endapo ataibeba itampa faida nyingi za kumuumiza mumewe kuliko kitu chochote kile, kwani tokea olewe miezi 6 iliyopita, kanga hiyo ndiyo zawadi ya mwisho kutoka kwa Sunubi, yani mumewe. Aliunyanyua mfuko uliokwisha vimba kwa nguo zilizopangwa. Haukuwa mwepesi. Alichagua nguo chache tu, zikiwemo nguo zitakazomstiri pamoja na baadhi ya nguo za kujifutia maji atakapokoga. Magauni 4 marefu, likiwemo la satini pamoja na blouses zinazofanana rangi karibia na rangi yake ya damu ya mzee. Ndala alishazikomea miguu labda kwenye begi. Aliweka viatu vyake pea 2 ambavyo anaviamini haviwezi kumtia aibu aingie hapo kwenye umati wa watu wengi wasiomzoea. Atu alifanikiwa kutoroka kwenye nyumba ya mumewe bila kuacha notisi yoyote mezani, labda kwa ishara ya kutoweka kwa kanga ambayo alikuwa anashinikizwa kuivaa na mumewe tangu amwokotee pahali. Hii itakuwa ishara pekee ambayo Sunubi atakutana nayo na kutambua kuwa sasa ametalakiwa na mkewe, bila maelezo ya muhimu na ya anamuacha kwa sababu gani, tena bila kukumbuka kiapo cha hakuna cha kututenganisha. Lo, Atu huyu anakwenda wapi sasa? Gari alipanda na mjini akafika. Kwa pesa zake alizowekeza kidogo kidogo kila akifanya tukio la kimaendeleo kwenye kaya yake. Hakutumia pesa ya Sunubi, mumewe aliyemuita mlevi aliyeshindikana, malaya mwenye medali. Aliamini Sunubi hana la mtume wala la mhazini, ijapokuwa huyo Sunubi hakujiona hivyo. Alihisi ni mume aliyefanya majukumu yake kwa kiwango cha juu, hasa baada ya kumletea zawadi ya kanga mkewe. Shogangu, nimetoka gerezani. Atu alijisifia kwa maneno ya kuponda nyumba ya mumewe, akikaa sawasawa kwenye kochi la mtu mmoja lililojaza chumba kimoja chenye kitanda kikubwa na vitu vingine vichache chumbani kwa rafiki yake. Siamini Atu, hivi kweli umefanikisha kumkimbia Sunubi? Umeamua kuondoka kweli Malindi na kuja Mji Mwema? Rafikiye alifurahi. Ni mpango waliousuka kwa siku nyingi, lakini kutokana na uzito wa Atu kwenye kufanya maamuzi, mpango huo ulionekana kuchelewa kutiki. Basi jamani, nikadhani Mwanne umeshatajirika. Mimi nitegemea nitakuta mjengo mkubwa mno. Kumbe ndo kwanza unajipanga mwaya. Atu hakuficha maneno. Alisema yote kwa shoga yake aliyemtambulisha kwa jina la Mwanne. Bwana, usihukumu kitabu kwa kutazama jalada bwana. Katika kundi letu mimi ndo mtu wa mwisho kuyafikia mafanikio. Wazawa wote wamefanikiwa. Watu wameporomosha majengo Atu.
Kwa hiyo ni juhudi zako tu kujituma kwenye kazi. Hivi unajua Mwanne, bado hujaniweka wazi ni aina gani ya kazi ambayo unakuja kuungana nawe bana? Maana uliniambia tu nakuja kuongeza nguvu na kila kitu umeshakiweka sawa. Ni kazi gani hiyo sasa? Atu alisema, macho ya shauku yakimulika shoga yake Mwanne, aliyevalia blazia nyekundu na kanga ya rangi ya maziwa, tatu ya kipepeo iking'aa upande wa kulia wa shingo yake. Alafu na hilo jina la Mwana niite humu ndani. Huko nje mimi naitwa Mwana, Mwana mama, Mwana utamu, Mwana chitoto, chochote utakachoweza kuongea. Hebu panga kwanza nguo zako kwa utaratibu. Hilo fuko litajaza chumba bure, kisha nitakutambulisha kwa wazawa. Mambo ya kuchangamka shogangu wewe niachie. Mwana kama alivyojitambulisha aliongea haraka haraka ili kutojenga hofu. Kazi alomuitia Atu si ya kusemeka kwa maneno, inahitajika kushuhudia kwa macho. Atu alisimama, akazimwaga nguo zake kitandani na kuanza kuzipanga kama zilivyopangwa nguo za Mwane. Lakini kasheshe ikaanzia ilipoonekana ile kanga. Atu hakuamini macho yake. Ile kanga haikuwa ile aliyoichukua kule Malindi. Ilikuwa imebadilika kabisa. Awali ilikuwa na mchoro wa ua jepesi lililozungukwa na rangi nyeupe, huku ua hilo likichorwa kwa rangi nyeusi. Lakini kwa sasa kanga hii imekuwa nyeupe vile vile, lakini ule mchoro ulibadilika. Haukuwa ua bali ni ndege. Ni kama njiwa hivi aliyechorwa kwa rangi nyekundu iliyokorea. Lakini alivyoangalia alipotezea, hakuitilia maanani. Basi upande wa pili, alfajiri ya saa 11 ilimkuta bwana Msafiri akiwa baharini. Ikiwa ni mazoea yake kutumia muda wake mwingi eneo hilo, aliendelea kuamini kwamba tabia za bahari zinampa ishara zote zinazoendelea duniani. Huu ulikuwa mwaka wake wa kwanza tangu apatwe na sonona, msongo wa mawazo juu ya tukio lililomfanya kuwa na roho ngumu na mbaya kwa yeyote anayehusika na masaibu yaliyomkumba mwanzoni mwa mwaka jana. Alisimama kama kawaida yake, akiwa amevaa kofia kubwa iliyosukwa kwa matete, ikamfunika kichwa chake. Koti la suti chakavu lenye rangi ya kijivu lililala juu ya fulana nyepesi mwilini mwake. Chini alivaa bukta fupi na kusindikiza na msuli mweupe mpya kabisa uliotoka maeneo ya mbali na Malindi. Katika muda huo bwana Msafiri alishuhudia tukio la ajabu likiitikisa bahari. Upepo mkali usio wa kawaida ulivuma kwa nguvu, ukifuatana na wingu kubwa lenye hasira. Radi nyeupe na nyekundu zilifululiza kupiga upande wa kaskazini. Bahari ilikusanya mawimbi makubwa na kuyatupa karibu na miguu ya bwana Msafiri. Bila shaka hizi ni ishara njema. Alicheka peke yake, akitoa mikono nyuma ya mwili wake na kuifumbata kifuani. Kisha akafumba macho na kusikilizia hali ya bahari kutokea ndani ya nafsi yake. Hatimaye alivuta pumzi ndefu kupitia matundu ya pua na kusikia kile alichokuwa kikitarajia kwa muda mrefu. Uwepo wa bwana Msafiri eneo hilo haukuwa wa kawaida. Ratiba zake zilikuwa ni za kila siku, hadi siku ambayo angepata mhusika rasmi wa kitu cha ajabu alichokitengeneza kwa muda mrefu. Alitamani kitu hicho kipate kutumika. Lakini kwa bahati mbaya, mwaka mmoja sasa umetimia bila ya mafanikio, mpaka siku hii alipoanza kuona dalili za matumaini. Alifumbua macho. Bahari sasa ilikuwa shwari. Kashikashi zote zilikuwa zimetoweka, na hilo lilizidi kumletea tabasamu. Msafiri, mfupi wa kimo na mweusi wa matendo, alikuwa mtu tishio mwenye roho ngumu sana. Kwa mwaka mmoja sasa tangu tukio lile baya limtokee, hakuwa na rafiki wala mtu wa karibu. Alijua ana roho ya ubaya ubwela. Basi alirudi haraka kwenye chumba chake, kilichokuwa umbali wa hatua si chini ya 200 kutoka baharini, upande wa kusini. Zamani watu wengi walimtembelea, wakiwemo wageni kutoka mbali na Malindi kuja kufuata huduma. Lakini sasa kwa mwaka mzima hakuwa na mgeni hata mmoja. Ni yeye na yeye mwenyewe, Msafiri pekee. Akatandika kitambaa chake kikubwa kilichoshonwa kwa mkono, kikiwa kimeunganisha vitambaa vitatu, chekundu kushoto, cheupe katikati na cheusi mwishoni. Akakiweka kuelekea kibra karibu na ukuta wa chumba. Akaweka kioo kidogo kikimtazama. Akaanza kuwasha chungu chake kidogo kilichokuwa na mchanganyiko wa marashi mbalimbali, udi mkali, mdalasini,
kitunguu maji kilichokauka pamoja na karafuu. Kisha akaenda kwenye sanduku lake la bati, akachukua kanga. Aliifunga ukutani kwa ncha zake za upana, ikining'inia hewani kwa msaada wa ukuta. Kisha akaketi kuitazama. Macho yake yalihama kutoka kwenye chungu kilichofuka moshi kwenda kwenye kioo kidogo chenye mvuke, kisha kwa kanga iliyoning'inia ukutani. Uso wake ulianza kukunjika, akawa anapiga ramli kwa lugha isiyoeleweka. Muda mwingine alikunja ngumi kwa uchungu wa maneno aliyoyatamka, huku akiyatumbua macho kuelekea kanga. Jasho lilimtoka. Chumba kiligeuka kuwa cha moto ndani ya dakika 7 pekee. Alikuwa ameloa jasho kuanzia kwenye utosi wa kichwa chake hadi kwenye kucha, lakini hakuacha kusema na kanga. Aliendelea mpaka ilipompa majibu. Ndipo picha ya mwanamke mrembo ikaonekana kwa mng'ao wa pekee kwenye kioo kidogo cha Bwana Msafiri. Msafiri alifurahi sana. Akasimama haraka na kuinua kioo. Akaiona sura ya mwanamke huyo aliyeshikilia kanga inayoendana kabisa na ile ya kwake. Na ikutese mpaka imfikie mhusika, Bwana Msafiri alisema, safari hii akitumia lugha inayoeleweka. Mara tu alivyomaliza shughuli zake, ile picha ikatoweka kutoka kwenye kioo. Aliuzima ule moshi kwenye chungu kidogo, akaikunja kanga yake, akaivirigia kioo katikati, kisha akairudisha kwenye sanduku lake la kazi. Akatabasamu kwa unafiki. Mpango aliyoupanga kwa muda mrefu ulianza kutimia baada ya mwaka mmoja kupita. Mpango unaohusu kanga. Basi msikilizaji, upande wa pili, Atuganile alishajiandaa. Alipendeza sana kwa mavazi yake pendwa kutoka kijijini, lakini hakujua kama mavazi hayo yangeweza kumpa sura aitakayo mjini kama ilivyokuwa kwa Mwanne. Mjini kumechangamka, basi wakatoka wakiwa tofauti. Ukiwaona tu ungetambua kwamba huyu ni wa Sindimba Mgombani na huyu ni wa Mji Mwema. Mwendo wa mavazi yaliwatofautisha, lugha na matendo yaliwatenganisha. Ukipima kwa kamusi ya mjini, Atu ungesema ni mshamba, lakini ukitumia kamusi ya kijijini, Atu ni mjanja. Wakachukua bajaji hadi makao makuu ya wazawa. Mwanne alipokelewa kwa bashasha kubwa. Kutokuwepo kwake kazini kwa siku moja kulizua wasiwasi miongoni mwa wazawa, kwani Mwanne alikuwa mtu muhimu sana kwao. Sio kwa wote, lakini kwa wale waliomchukia kwa sababu nyota yake iling'ara katika mauzo. Kwanza, mnaonaje hii kazi niliwaletea? Mwanne aliuliza baada ya kupokea mikumbatio na mabusu ya shavu kutoka kwa wanachama wenzake wa wazawa. Sura si haba, nitakopia lipo. Jali ya mashallah, analishepu lake fulani hivi bwana, Semeni alisema. Wale wengine watatu walimtazama Atu kwa umakini, wakithibitisha alichoeleza Semeni. Anaelewa lakini kila kitu? Mmoja wao aliuliza. Akajitahidi kushusha gauni lake lifike magotini. Alikuwa analilazimisha. Ndio maana nimemleta leo jamani, sitaki kupoa, lakini huyu shoga yangu sitaki nimshushie heshima. Kuna maneno sipaswi kusema kwake bwana, na kuacheni hiyo kazi. Semeni, fanya hiyo kazi. Atu hakuelewa kilichokuwa kinaendelea pale, lakini alihisi kama amepelekwa kwenye biashara ya kihuni. Alisubiri uthibitisho tu. Ndugu yangu, hapa tunatumia mwili ili kuishi. Unauza kwa muda sehemu ya mwili wako, unapata maokoto. Upo bibi? Sawa, hakuna shida. Atu alitikia bila wasiwasi. Abwe? Mwana alishtuka. Wote walimgeukia Atu. Hawakuwahi kuona mtu anayekubali haraka hivyo katika kazi yao, hususan kwenye biashara kama hiyo. Kuna kitu, bila shaka kuna kitu. Atu hakuwa huyu tunayemfahamu, huyu ambaye aliondoka Malindi kwa sunubi wake kwa sababu ya kichapo cha usiku mmoja. Lazima kuna namna, msikilizaji. Hebu ngoja tuone. Basi uso wa Mwanne ulitazama bati chakavu lenye dalili ya kuwezuka muda wowote ule upepo utakapovuma. Mikono yake ilikusanyika nyuma ya kisogo, mgongo wake akiwa ameulaza katika godoro, miguu ikining'inia ukutani kuanzia kiunoni. Jambo lililosababisha sketi nyepesi aliyoivaa kuinama na kufichua karibu nusu ya kiuno chake. Maumbo yake mengi yalikuwa hadharani. Atu naye aliutazama juu kama Mwanne, mkono mmoja akichezea nywele zake ndefu upande wa kisogo, huku mkono wa kulia ukichezea kitovu chake kilaini kilichoingia ndani.
Juu mwili wake wote ulikuwa wazi, si matiti yasiyokata tamaa kushikwa hovyo na Sunubi, wala tumbo lake dogo la wastani ambalo halijawahi kushika ujauzito. Miguu yake ilikuwa chini ya kitanda kifupi kilichonunuliwa na Mwanne pindi alipokuwa akijitafuta. Atu, biashara ni nzuri sana, hasa ukijituma. Kwa mteja mmoja unachaji 1500 au 10,000 kulingana na anavyohitaji huduma kutoka kwa mwili wako. Mwanne aliendeleza somo lake. Lilikuwa darasa dogo kuhusu kazi anayopaswa kuifanya Atu. Akaendelea. Wale wanaokataa kutumia kinga, dau linaongezeka. Wanatozwa 50,000 au 100,000 kutegemeana na sehemu wanayotumia, mbele au nyuma. Mwanne alisema bila kugeuza kichwa kumwangalia Atu, maana alikuwa anamwonea aibu rafiki yake. Kisha Atu akauliza, alafu mgawanyo wa pesa unakuaje? Hakuna mkataba? Atu aliuliza baada ya kusikiliza maelezo ya Mwanne kwa muda mrefu. Kwenye pesa yote, kwa maana 100% ya pesa utakayoipata wewe unapata kama 40%. Halafu 30% inaenda kwa kiongozi mlezi wa wazawa kwa ajili ya miundombinu, umeme pamoja na mahitaji mengine pale mjengoni. Halafu 10% inawekwa kwenye akiba yako hadi utakapomaliza mkataba, ndipo utapewa. Halafu 20% inayobaki inaenda serikalini ili kufunga midomo na kupunguza shauku yao ya kupeleleza kila mara. Hii tunaita pesa ya usajili, alisema Mwanne. Kwa hiyo biashara inategemea jitihada zako, sio? Atu aliuliza. Sasa aliacha kuchezea kitovu chake, shughuli ikahamia kifuani kwake. Akaendelea kuyaminya taratibu maziwa yake. Wanaume wengi wanapenda kanga. Hii ndio silaha pekee tunayotumia kama wazawa. Sisi ni wafanyabiashara makini, hivyo tunataka mteja akija atamani kurudi tena. Tunamhudumia kama mume wetu. Ukiwa umevaa kanga tu, ukiifunga juu ya kifua, unamwachia mteja taharuki ya kuchagua afanye nini. Huduma ni nusu saa tu. Zaidi ya hapo analipa mara 2. Ikiwa muda utaongezeka zaidi, dau linapanda. Mwanne aliendelea kufafanua. Atu alitabasamu, macho yake yakielekea mahali alipotundika nguo zake. Alipoiona kanga yake iliyong'aa kama dhahabu, alishtuka kidogo. Kanga hiyo ilikuwa na muujiza wa kubadilika kila baada ya muda. Safari hii kanga ilionekana kama ilitaka kuzaliwa upya. Kanga, Atu alisema kwa furaha na kucheka. Alisimama ghafla bila kutarajia. Akamalizia kuvua suruali yake na nguo yake ya ndani, akibaki uchi wa mnyama. Hatua 4 zilimfikisha kwenye kanga. Akaifungua kwa uangalifu na kuisoma maandishi yaliyopachikwa juu yake. Rudisha kwa mhusika. Kanga iliandikwa hivyo. Alicheka kwa sauti bila kujua maana yake, kisha akaikunja na kuinusa. Alipoinusa harufu yake ya dimu, akaivaa. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kanga hiyo, msikilizaji, kuvaliwa tangu ipate nguvu za ajabu kutoka kwa Msafiri mwaka mmoja uliopita. Kwa jinsi alivyoifanyia kanga hiyo, hata Msafiri mwenyewe hakujua jinsi mtumiaji atakavyoathirika. Alikuwa na lengo moja tu, kanga hiyo imfikie mhusika. Sasa ni mhusika gani huyo? Mimi na wewe hatujui, msikilizaji. Tuzidi kusonga mbele. Basi Mwanne alimwangalia Atu kwa mshangao baada ya kuvaa kanga hiyo. Hisia kali zilimvaa. Akajikuta naye anasisimka wima na kuacha kitanda. Wote wawili walitazamana kwa hisia kali. Mwanne akiwa na sketi nyepesi tu, Atu akiwa na kanga nyepesi pekee. Akili ziliwaruka. Sijui hata walihitaji kufanya nini. Kuanzia muda huo, chumba kiligeuka na kushuhudia tukio lisilotarajiwa. Walirukiana kama simba na chui. Mwanne alimkaba Atu shingoni kiasi cha kumnyima pumzi. Atu alihangaika na ukuta, kucha zake zikijiburuza ukutani na kuacha alama. Mdomo wake ulikuwa ukitamani zaidi ya kile alichokuwa anafanyiwa. Miguno na ugomvi wa miili ulisikika. Kumbe haikuwa kabali au shinikizo la kumuua Atu, bali ni matokeo ya hisia zisizoweza kuzuilika. Muonekano mpya wa Atu baada ya kuvaa kanga ulimfanya aonekane kama mwanamke mwenye nguvu za ushawishi katika mapenzi. Hakuna aliyekuwa tayari kujizuia wala kuzuiliwa, awe mwanamke au mwanaume. Walikuwa wanaendeshwa. Basi walijikuta wakivunja moja ya amri zisizotajwa mlimani na Nabii Musa. Sunubi upande wa pili alilia. Hata yeye mwenyewe hakujua analilia nini. Labda ni kwa sababu ya kumsubiri mke wake kwa muda mrefu bila kufika nyumbani. Alitamani kurudi klabuni aendelee kunywa pombe hadi atakapofuatwa na mkewe.
kama ilivyokuwa kawaida. Lakini leo hakukuwa na dalili ya kuonekana kwa Atu wake. Sunubi alilia kama mtoto. Kutomkuta mkewe nyumbani ilikuwa ni pigo kubwa, lakini kukosa chakula cha usiku lilikuwa pigo kubwa zaidi. Vyombo vyote vilioshwa na kupangwa konani. Nyumba ilikuwa safi, lakini upweke wa kukosekana kwa Atu ulizidi kumtisha. "Ungepika basi Atu wangu," Sunubi alilia. Akaenda chumbani kwa mara ya 8, akijaribu kuomba iwe ndoto. Chumba kilikuwa na kila kitu kama kawaida, kasoro vitu viwili tu: mkewe Atu na kanga yake. "Ameondoka bila kusema kwa heri Atu." Sunubi alisononeka. Pombe zake zote zilionekana kumalizika. Alijiuliza ni jinsi gani atakavyovumilia huzuni yake hadi alfajiri. "Nitakwenda kutafuta popote. Nitakutafuta popote Atu wangu, kwa gharama yoyote Atu wangu jamani. Hata kwa uchawi tu Atu wangu nitakupata." Alisema hayo huku akilia. Mwanaume huyo mtu mzima alilia huku kamasi zikimtoka. Akakumbuka rafiki yake. Alimkumbuka rafiki yake aitwaye Msafiri, mganga wa zamani aliyegeuka mtu asiyeeleweka. "Kama aliweza kunitafutia Atu wangu, basi na mimi anaweza kumrudisha pia." Akasimama, akaamua kurudi kilabuni, kisha alfajiri aende kumuona Msafiri ili aweze kumrudisha kwa mhusika. Anaukumbuka usiku ule wa kutisha, usiku wa laana, usiku wa vibweka na vitweka, usiku ambao hata kuja kuusahau kamwe. Alikuwa mtu wa kutegemewa katika kijiji kizima cha Malindi, lakini tangu usiku huo utokee, Msafiri aligeuka kuwa kiumbe tofauti machoni pa watu. Bwana Msafiri alikuwa na dada yake, dada ambaye hakuzaliwa na mama yake, bali alipokea malezi kama mtoto wa kufikia baada ya kuokotwa akiwa mchanga. Kwa sababu hiyo, dhamana ya undugu ikawashikamanisha. Ukimwona Assumpta ni kama umemwona Msafiri. Walikuwa pamoja kila sehemu kama mapacha. Malezi yaliwafikisha ukubwani. Bwana Msafiri akaota ndevu kidevuni, nywele kwa pani na sehemu nyinginezo za mwili. Alibalehe kiufupi, msikilizaji. Vivyo hivyo Assumpta naye alikuwa, mwili wake ukachipuka, nyonyo zikawa za kuvutia, nyepesi ukizitazama, kama dodoki la kuoshea jagi hivi. Alibarikiwa umbo lenye mvuto. Mguu wake uliweza kubeba unene wake vyema. Ingawa hakuwa na makalio makubwa kivile, bado hayakuacha kupiga kigelegele kila alipotamani kuweka hatua. Haikuwa shida. Msafiri akabarikiwa kipaji cha ajabu cha ukubwani. Aliingiwa na hali fulani iliyomsafirisha mbali kimawazo. Kipaji cha kutabiri mvua, upepo mkali, magonjwa na mambo mengine yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Tokea siku alipozama mtoni Malindi, Msafiri aliibuka na kipawa cha utabiri. Akawa msaada mkubwa Malindi. Ikitokea unataka kujua kesho yako, basi muone Msafiri. Na hapo ndipo alipokutana na Sunubi. Hatimaye hadi kupatikana kwa Atu. Sasa tuyache hayo, msikilizaji. Siku moja Msafiri aliingia katika jaribu. Kwa bahati mbaya, si kwa kupenda, alimkuta dada yake Asu bafuni akiwa mtupu. Kwanza utofautishe majina mawili hapa, msikilizaji. Kuna Atu, yule binti aliyeenda mjini na kanga. Halafu kuna huyu Asu, Assumpta, ambaye ni dada wa Bwana Msafiri. Sasa tuendelee. Unajua haya mabafu yetu yanayounganika na choe, yale ambayo mlango wake ni pazia na kufuli inakuwa ni nguo zako bila shaka unazijua, msikilizaji. Basi bwana, siku hiyo Asu aliingia kuoga akiwa na kanga moja mwilini. Alipofika bafuni, akaikunja na kuiweka kwenye msumari badala ya juu ya pazia la mlangoni, badala ya kutoa ishara kuwa bafuni kuna mtu. Siku hiyo Msafiri hakuwa na yale majini yake. Sijui yalikwenda kupumzika siku hiyo, mimi sijui. Haja ilimbana sana kiasi cha kukimbilia chooni tayari akiwa amefungua zipu yake bila hodi wala taarifa. Churu paka ndani. Mambo haya hapa. Macho kwa macho, mwili kwa mwili, kila mmoja akimkodolea mwenzake macho. Lakini kama ujuavyo akili za binadamu, Msafiri alisafiri.
akajikuta anatembeza macho kwenye mwili mzima wa Asu, dada yake, bila kuacha sehemu. Pengine alikuwa anajithibitishia kwa macho yake jinsi gani dada yake alivyonawili akiwa katika vazi la ngozi lililotengenezwa na Mwenyezi Mungu. Baada ya dakika moja, akili zilimrudia. Asu akavuta haraka kanga yake na kujistiri, huku Msafiri haja ikamrudia ndani. Akaifunga zipu yake na kutoka ndani ya bafu kwa haraka kuelekea chumbani kwake. Asu hakutoka bafuni mapema. Aibu ilimuingia, huku nafsi ikimwambia, ukitoka tu nje utakutana tena na mtalimbo wa Msafiri. Tokea siku hiyo Asu alibadilika sana. Akatamani ukaribu kati yake na Msafiri uongezeke. Akawafisi. Mchana alihangaika kumchunguza Msafiri anafanya nini, na usiku alikuwa akishinda mlangoni kwa kaka yake Msafiri hadi azimapo kibatari. Kulikuwa na kitu alichokuwa anakitamani sana, lakini alikuwa hajui anzie wapi. Anaanzaje? Hii ilimtesa sana. Asu akaanguka katika ugonjwa wa mapenzi. Mapenzi yaliyotokana na kumtamani kaka yake ambaye walichangia ziwa moja. Asu, una hatari wewe. Msafiri yeye hakuwa na habari. Alizama katika mizimu yake. Kutwa nzima matunguli tu. Akawa rafiki wa vibuyu na dawa za porini. Shughuli zake alifanyia hapo nyumbani kwao, akiwatibu watu kwa kutumia maneno na dawa. Hakujua kwamba anaishi nyumba moja na mgonjwa wa mapenzi. Kutokana na usiri wa wateja wake na namna matatizo yalivyokuwa mengi, mama yake alimshauri ajenge kibanda chake mbali kidogo kwa msaada wa vijana wa kijiji. Msafiri akajengewa nyumba ya udongo pembezoni mwa mto mkubwa wa Malindi, wao wanauita Bahari, karibu na eneo lake la uganga. Sasa msikilizaji, unadhani hii ilikuwa koma ya Asu? Thubutu. Asu alijitolea kupika na kupeleka chakula kwa Msafiri mchana na usiku wa kila siku, mpaka siku hii ambayo Msafiri alikuwa ameegemea ukingo wa kitanda akikumbuka. Siku iliyomweka mwaka mzima bila uganga, bali uchawi wa masafa. Uchawi aliopachika kwenye kanga, kisha kuisafirisha hadi eneo ambalo alihisi atapatikana msafirishaji, ili kanga impate mhusika. Basi tutoke huko msikilizaji, turudi upande wa pili. Chumba hakikuwa kama awali. Kilichokuwa kimepangwa kwa utaratibu sasa kilionekana hovyo kabisa. Vitu havikukaa sehemu zake kutokana na purukushani aliyoianzisha Mwanne kwa Atu. Fahamu zilimpotea Mwanne. Alilala kabisa usingizi mzito, akitokwa na futa la mate mdomoni, huku mkoromo wa nguvu ukimchomoka. Atu alikuwa macho, akishangaa ni kwa namna gani ameweza kumridhisha mwanamke mwenzake bila kutegemea. Ni laana ya namna gani hii? Hakuwahi hata kuwaza kuwa anaweza kuwa na tabia ya aina hii. Alipowaza namna alivyomzungusha Mwanne, alitabasamu. Dakika 6 baadaye naye akaanguka usingizini, usingizi mzito kama wa kifo, pembeni ya Mwanne. Upande wa pili wa Msafiri bado alikuwa mbali, akiendelea kuikumbuka siku aliyopatwa na majanga, akaupoteza uganga, akaupata uchawi. Alikuwa bado katika chumba chake cha kulala, chumba kilichomjengea kumbukumbu ambayo alitamani ijirudie. Mizimu ilimuonya Msafiri juu ya dada yake Asu, kwa jinsi Asu alivyokuwa akimtazama Msafiri kwa tabia na pozi zake za mtego. Mizimu ilishtuka, ikampa tahadhari Msafiri kuwa amwangalie dada yake kwa makini. Usiku ambao Msafiri alipanga kumkaripia dada yake, Asu naye alikuwa na mpango wake dhidi ya Msafiri. Alimpelekea chakula hadi chumbani kwake, kisha akaketi wakitazamana. Msafiri alikalia kitanda chake cha kamba, akashusha pumzi. Unajua mizimu imenia, alitaka kusema lakini hakumaliza. Asu alikuwa ameshasimama tayari, blauzi yake fupi ilishanyanyuka ikiacha sehemu kubwa ya tumbo lake wazi. Msafiri alipata kigugumizi, akasahau hata ujumbe wa mizimu. Asu hakuogopa kitu. Alipoona tu Msafiri anababaika, akaifungua kanga yake aliyoishikiza kiunoni, akaifungua, akaitandika, kisha akairudisha tena, huku akiendelea kumkazia macho kakaye aliyekuwa ameshikwa na ganzi. Unanitesa sana kaka,
tokea siku ile unikute chooni, naomba leo nihesabie kama siku ambayo nimekukosea heshima. Asu alisema, kisha akaipandisha blauzi yake juu ya kifua, akaivua kabisa. Sasa shika mkono kifuani msikilizaji, fumba macho, kisha tamka kwa nguvu, sitaki dhambi. Haya, upande wa pili, baada ya kuamka walielekea kuoga pamoja ili kupunguza muda. Leo hii wote wawili walihitajika kazini, kazi ya kuuza miili yao kwa manufaa yao na ya wazawa. Walipojiandaa waliweka baadhi ya vitu vyao kwenye pochi kubwa. Mwanne alikuwa na haraka zaidi kuliko watu. Kama kanga yako haipo sawa, naweza kukuazima yangu, Mwanne alisema huku akimtazama Atu ambaye alikuwa akiangalia kanga yake kwa taharuki. Unajua Mwanne, kuna jambo linanishangaza kuhusu hii kanga. Ni kama inabadilika, nashindwa kuielewa, Atu alisema kwa wasiwasi. Mwanne alimkodolea macho na kutabasamu, kisha akamwambia, labda uchawi wako umewekea humo, alitania. Akamwambia, hebu tuondoke shogangu, kuna kuitika majina kule. Basi Atu alikunja kanga yake na kuiweka ndani ya begi. Ilikuwa ni kanga ile ile aliyoivaa jana, lakini bado haikuonekana kuchakaa hata kidogo. Mistari yake iliendelea kuwa angavu kana kwamba imenyooshwa na pasi. Hali hiyo ndiyo iliyompa Atu wasiwasi. Kanga hiyo ilionekana kubadilika kila mara. Basi walipofika kwenye ofisi za wazawa, waliteremka kwenye daladala. Jengo hilo kubwa lilikuwa na vyumba vingi ndani yake, lakini bila jicho la tatu huwezi kuelewa kinachoendelea msikilizaji. Mwenyekiti, mjumbe na askari mmoja tu walijua undani wa shughuli zilizofanyika humo. Hata wateja walikuwa wa aina maalum pekee. Walifika na oda zao maalum. Walipitia mlango wa mbele uliopakwa rangi ya dhahabu. Ndani yake kulikuwa na korido kubwa inayoelekea sebuleni, ambapo milango miwili ilionekana. Mmoja ukielekea uani kwenye vyumba vilivyopangiliwa kwa hadhi tofauti za wateja, na mwingine ukiwa mlango wa chumba cha wasichana wote hao. Humo wasichana walibadilisha mavazi, wakikaa na kupiga story hadi pale walipokuwa wakihitajika na mwanamke aliyefahamika kama Mama. Yeye ndiye aliyewaita kwa majina, akiwapangie ni nani angetoa huduma kwa mteja gani. Alipotaja sifa za mteja, msichana aliyefaa alikuwa akibadilisha mavazi haraka ndani ya chumba hicho na kubaki na kanga pekee, kisha kuelekea sebuleni na hatimaye kwenye chumba husika. Ndani ya chumba hicho walikuwepo wasichana wengine 4, na walipoongezeka Mwanne na Atu, idadi ilifikia 6. Kila mmoja alikuwa akisubiri kuitwa kwa majukumu yake. Asitegemei kuwa wa kwanza leo, nimechoka sana, Kisemeo alisema huku akijibweteka kitini. Masu alikuwa sakafuni, Semeni kwenye meza kioo, huku Punye, Mwanne na Atu wakikaa kitandani. Umekitumia sana asubuhi hii nini? Semeni aliuliza huku akijipodoa kwa kutumia brashi na kopo la urembo. Nimekitumia nini na wewe? Au nimekupatia wewe? Kisemeo aliuliza kwa hasira, lakini Semeni hakujali, aliendelea kujipodoa. Ghafla mlango ulifunguliwa. Kisemeo akiwa bado amejaa hasira, aligeuka kumtazama aliyekuwa akiingia. Mwanamke mmoja aliyevaa lemba kubwa la tenge alisimama mlangoni. Alikuwa amevaa fulana nyeusi iliyoandikwa Wazawa, iliyomeremeta machoni. Chini alivaa kitenge kizito kinachofanana na lemba lake. Hakuongea mara moja, badala yake aliwatazama Kisemeo na Semeni kwa zamu kabla ya kutoa karatasi ndogo mkononi mwake. Kama unanijua ni mweupe, mrefu, kalio liko vizuri, unahitajika, alitangaza kwa sauti ya mamlaka. Macho yote yalimgeukia Mwanne. Hakukuwa na shaka. Mwanne alikuwa ndiye anayehitajika zaidi na wateja kuliko yeyote Wazawa. Alikuwa lijendi. Mwanne alishuka kitandani ili kujiandaa, lakini Mama alimzuia kwa ishara ya mkono. Badala yake alielekeza macho yake kwa Atu. Wewe, jiandae, nataka nikasikie sifa zako huko nje, Mama alisema. Wasichana wengine waliinama kwa mshangao. Mama hakuwa mtu wa kubadili mpangilio kiholela, labda kama msichana alikuwa kwenye siku zake. Mtu na bahati yake bwana, Kisemeo aling'aka. Mama alimtazama kwa jicho kali. Fanya haraka binti, tunaongozana, Mama aliagiza. Atu alivua nguo zake haraka, akabaki uchi.
Alifungua pochi na kuitoa kanga yake. Hata hivyo, wakati huo haikuonekana kuwa na ule ung'avu wa awali. "Wewe binti, nikikuhamasisha mara ya 3 kufanya haraka na kukata pesa." Mama aliwasha moto. Basi kwa haraka Atu alivaa kanga yake, na hapo ndipo miujiza ilipoanza. Umbo lake lilionekana kubadilika ghafla. Kanga ilimfanya aonekane tofauti. Hata sehemu za mwili wake zilizokuwa hazionekani awali zilianza kujitokeza. Ni kama kanga hiyo ilimbadilisha Atu. Ukimwangalia kwa macho ya karibu, anakwenda kufanania kabisa na Asu, dada wa Msafiri. Basi turudi upande wa pili, msikilizaji wa Msafiri. Msafiri na kanga ya maajabu. Mlango ulipogongwa kwa nguvu, Msafiri alishtuka kutoka katika lindi la mawazo. Alikuwa akimwaza dada yake Asu, aliyekuja ghafla kama upepo na kupotea bila maelezo. Sitaacha kushangaa, nani tena huyo? Aliwaza. Katika kipindi cha mwaka mzima, hakuna aliyekuwa amekanyaga katika nyumba ya Msafiri tangu matukio ya kutisha yaanze. Kupotea kwa dada yake Asu, kupoteza uganga wake, na kifo cha mama yao. Watu waliogopa kuja kwake. Lakini leo alikuwa na mgeni. Sonobi alisimama mlangoni, lakini si kwa uthabiti. Alikuwa akiumbayumba mithili ya mti unaosukumwa na upepo. Macho yake yalimwaga machozi yaliyotawaliwa na pombe. "Nikusaidie nini kaka?" Msafiri aliuliza huku akimtazama kwa makini. Alimkumbuka, lakini jina lake halikujitokeza kichwani mwake mara moja. Nirudishie Atu wangu." Sonobi aliongea kwa sauti nzito lakini yenye unyonge. "Asu?" Msafiri aliuliza kwa mshangao. Atu ganile, na kuomba tafadhali, amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Hajawahi kutoweka namna hii. Amenipotea Atu wangu." Sonobi alilia, sauti yake ikiwa na majonzi makubwa. Msafiri alimtazama Sonobi kwa macho makali. Kwa enzi zake kama mganga, angemtazama mtu na kufahamu kila kitu kuhusu maisha yake. Lakini sasa alikuwa amebaki na uchawi wa kuroga na kuua pekee. "Kwa nini unasema ametoweka? Haja kuibia?" aliuliza. "Hakuna alichobeba zaidi ya kanga," Sonobi alisema kwa sauti dhaifu, akiegemea mlingoti wa mlango. "Kanga?" Msafiri alishtuka. Alifikiria kuhusu kanga ile ambayo upande wake mmoja ulipotea pamoja na dada yake aitwaye Asu. Aliinua macho yake kumtazama Sonobi kwa umakini zaidi. Nikikuonesha kanga hiyo unaweza kuitambua?" aliuliza. Sonobi akatikisa kichwa kwa uthibitisho. Basi Msafiri alimkaribisha Sonobi ndani ya nyumba. Kwa werevu aliyokuwa nao, tayari alitambua kuwa Sonobi amelewa. Kuongea kupita kiasi na kujigonga miguu kulikuwa miongoni mwa dalili zilizodhihirisha jambo hilo. Walipita sebule, wakapita chumba anacholala Msafiri. Kisha wakatembea hatua kadhaa kufuata korido lenye vumbi hadi kufika kwenye chumba kilicho mwisho kabisa wa nyumba. Ni chumba ambacho awali Msafiri alikitumia kwa mambo ya uganga, lakini kwa sasa kilikuwa na matumizi tofauti. "Unanikumbusha Atu wangu bwana Msafiri," Sonobi alisema. Bila shaka alikumbuka vyema chumba hicho. Ndicho kilichofanikisha muujiza wa yeye kukutana na mwanamke aliyempenda, Atu, mwanamke asiyemjua asili yake hadi sasa licha ya kuishi naye kwa mwaka mmoja. Msafiri hakusema neno. Alimsimamisha Sonobi kwa ishara pindi tu alipofika katikati ya chumba, akimpa tahadhari asisogeze hatua nyingine. Sonobi aliposimama, Msafiri alielekea mbele zaidi, sehemu iliyofichwa na kiza. Akapiga magoti, akapapasa sakafu hadi akakutana na begi lake kubwa la chuma. Alilivuta na kulifungua kwa ustadi mkubwa wa mtu anayelifahamu vyema kabisa. Kisha akatoa kanga, akalifunga lile begi na kuliacha pale alipolisogeza. Kisha akasimama na kanga mkononi na kuikunjua kanga ile hadi kufikia katikati alipoficha kioo chake cha miujiza. "Kanga!" Sonobi aliguna huku pombe zikimwisha. Alijikuta akimsogelea Msafiri, akamnyang'anya kanga kwa haraka, akaikunjua zaidi na kuikagua kwa makini. Ilikuwa ni ile nyeupe kwa rangi yenye picha ya ua iliyonakshiwa kwa rangi nyeusi, yenye maneno yale, "Rudisha kwa mhusika." "Sasa umemweka wapi Atu wangu?" Sonobi hakusubiri maelezo.
Tayari alishamiliki kanga, akamwacha Msafiri akiwa na butwaa akishika kioo. Ni yeye? Msafiri aliuliza. Sitazami kwa macho ya pombe bwana mkubwa. Hiki ndicho kitu pekee alichoondoka nacho mke wangu. Atu wangu. Bwana, umepataje hii? Umemficha wapi mke wangu? Sunubi alionekana kuchanganyikiwa zaidi kuliko Msafiri. Alianza kupekua kila pembe ya chumba, kila kona aliyohisi mtu anaweza kujificha. Msafiri hakuweza kumsimamisha. Alimwacha afanye kila alichotaka. Tayari alishajua Sunubi anakimbia mbio za sakafuni. Baada ya kupita vyumba kadhaa na kutoridhika, Sunubi alirudi pale alipomwacha Msafiri. Shauku yake ya kuhisi kwamba Atu amefichwa hapo ilianza kufifia. Sasa alijaribu kutulia. Hiyo ni kanga ya Asu, sio ya Atu. Msafiri alimkaribisha Sunubi katika mazungumzo mapya. Kivipi? Mbona zimefanana hivi? Unataka kuniambia zipo mbili au? Sunubi aliuliza kwa msisitizo. Msafiri alisogea kwa mara ya kwanza tangu azindishwe na Sunubi aliyekuwa akishangaa kanga. Alimshika bega Sunubi na kumsihi wakae juu ya kitambaa alichokitandika sakafuni. Kitambaa kilichokuwa na rangi tatu: nyekundu, nyeupe na nyeusi, iliyokuwa inatumika kwa imani ya Msafiri. Hapa kanga iko moja tu, Msafiri alisema huku akimtazama Sunubi machoni kupitia mwanga hafifu uliopenya kutoka kwenye dirisha lililozibwa kwa kitambaa cheupe. Sawa, niliokota mimi, nikampelekea mke wangu Atu, lakini kila siku tuligombana kwa kumlazimisha ivae hiyo kanga. Hakuwahi kufanya hivyo hadi alipotoroka nayo, Sunubi alisimulia. Kisha Msafiri akamwambia, basi kuna kitu tumekichanganya. Inawezekana kwamba kanga imemfaa Atu, au mwili wa Asu umo ndani ya mwili wa Atu kupitia kanga. Msafiri alisema. Sikuelewi, unasemaje? Sunubi alimeza mate kwa shida. Maneno ya Msafiri yalikuwa magumu kuyatafuna na kuyahifadhi kwenye ubongo wake. Asu ni nani? Hatimaye aliuliza. Swali hili lilikuwa jepesi mno kwa majibu yake, lakini gumu mno kwa historia yake. Msafiri hakujibu haraka. Badala yake alijikuta akiyakumbuka tena matukio ya usiku ule. Usiku uliomponza, usiku uliomfanya apoteze nguvu za uganga wake, usiku alioshiriki mapenzi na dada yake Asu ama Asomta. Bwana mkubwa, Sunubi aliita. Ukimya wa Msafiri ulizidi kumjengea maswali mengi. Asu ni nani? Kwa nini kanga? Inawezekanaje kanga moja iwe kwa Asu kisha ionekane nyumbani kwa Atu? Atu upande wa pili aliyekuwa anatetemeka baada ya kusikia kuwa anakwenda kutoa huduma kwa mteja, sasa alikuwa imara. Alipovua nguo zake zote na kubaki na kanga, aliibuka kama mtu mpya. Alipotoka chumbani, waliokuwemo waliendelea kumshangaa. Hawakuwahi kuona mwanamke anayevutia kimaumbile kama Atu. Ni kama hakuwa Atu yule waliyemuona muda mfupi uliopita akiingia pale. Muonekano wake ulionekana kupumua haswa. Kila sehemu ya mwili wake ilipata umbo la kipekee na macho yote ya wazawa yalimwelekea. Manne aliyepata kuona Atu akiwa na kanga alitabasamu kwa utulivu. Alielewa kila kitu. Anakwenda kuua huyo, alijisemea bila kujua kuwa maneno yake yalikuwa utangulizi wa tukio baya lililokuwa linakwenda kutokea. Kila Atu alipovaa kanga, waliomzunguka walikosa nguvu ya kushindana naye. Walibaki tu kumtazama na kutii lolote alilolisema. Aliandamana na mama wa kundi kuelekea kwa mteja wake. Walipofika sebuleni, mama alimwangalia tena Atu na kufurahia kwa tabasamu tamu la kuuaga usichana. Hakikisha unaua, mama alisema kwa tabasamu. Atu naye alitabasamu, kisha akaongozwa hadi chumba kilichoandikwa makumbusho ambako mteja wake alikuwa anamsubiri. Mlango ulipofunguliwa, mbaba wa nguvu alionekana ndani. Mwanamume aliyekuwa na mwili wa pandikizi la baba, aliyevaa mavazi meusi tu, kuanzia raba, suruali, mkanda, fulana hadi chepeo chake vilikuwa vyeusi. Hakuna aliyemwona Atu katika muonekano huu na kushindwa kutabasamu. Alionekana kuwa kitu adimu sana katika jamii. Tunaanzia wapi mama? Chagua sehemu ya kuniulia, jamaa aliuliza. Unaitwa nani? Atu naye aliuliza.
Jamaa akashangaa. Lilikuwa sio swali la kazi. Mimi naitwa Samson. Jamaa akajibu. Hakuwa na ujanja. Samson, yu wapi Delila wako sasa? Atu aliuliza. Jamaa akacheka. Endapo mazungumzo hayo yangesikika kwa mama wa wazawa, basi Atu angeotesha kibarua chake mapema kabisa. Lakini masikini ya shetani, mama wa watu alikuwa anashuhudia kila kilichokuwa kinaendelea kupitia kamera zake za siri ambazo hazina sauti zaidi ya kuchukua picha tu, ambapo hakuna mdada kutoka wazawa ambaye anafahamu kama ndani ya vyumba vyao vya siri kuna kamera. Huwa wanarekodiwa kila jambo wanalolifanya. Si unajua kilichompata Samson usiku wa mwisho kushiriki na Delila, unakumbuka? Atu aliuliza swali jingine, kwa mara hii akifungua kanga kwa mikono miwili, kulia na kushoto, akiacha maungo yake yakiwa wazi mbele ya macho ya Samson. Basi upande wa pili, msikilizaji, Asu ama Assumpta alikuwa kama gari kubwa lililokatika gia mteremkoni. Kwa hali aliyokuwa nayo, waweza kumfananisha na nyumbu, mnyama anayetambulika kwa kutembea umbali mrefu bila ya kuzingatia vikwazo anavyokutana navyo. Anapita kwenye miti, vichaka, mito na kila sehemu, iwe hatari au salama. Lengo ni moja tu, kwenda mbele. Msafiri aliganda kama sanamu. Akili zilimruka. Kuona utupu wa dada yake Asu kulimkumbusha usemi wake ya kwamba mwanadamu bila dhambi hawezi kumkumbuka Mungu wake. Domo lake lilimwacha mawazi, akishindwa hata kuzuia nzi aliyekuwa akichungulia ulimi wake. Mwili wake ulimshika ganzi. Ni kama sufuria la bahati likiguswa na mkaa kidogo, lazima lishike moto. Asu alipofungua kanga yake kwa mara ya pili, hakuifunga tena. Aliitupia kitandani. Akamalizia na blauzi yake ya juu aliyoining'iniza bila ya sidiria. Vazi pekee alilobaki nalo likifanana kabisa na lile alilokuja nalo duniani kutokea tumboni mwa mama yake. Tofauti pekee ni kwamba yeye alinakshi kiuno chake kwa shanga nyepesi zilizochanganya rangi ya kijivu na damu ya mzee, nazo kushoto zikielea juu kidogo kuelekea kitovuni, huku kulia kwenye ukingo panja likishikilia na kalio. Msafiri alikusanywa kama mzigo. Aliposhikwa kwa mikono miwili na Asu, shati lake kuukuu lilikatika vifungo vyote, akajikuta tayari amewekwa katikati ya kitanda chake cha kamba. Asu naye alipanda. Hakuonea huruma kitanda kidogo cha msafiri kilichopiga kelele na kuumia kutokana na ongezeko la uzito. Hizi kwichikwichi za kitanda zikawa kama wito kwa Asu kumalizia kuliondoa shati la msafiri na kumfanya baki tumbo wazi, huku msuli wake ukishikizwa na bukta nyepesi ndani yake. Safari yao isiyobarikiwa na mizimu ilianzia hapo. Msafiri hakuwahi kufikiria kuwa siku moja angeweza kufanya mapenzi maishani mwake, tena bila kufundishwa. Mbaya zaidi, anafanya na dada yake waliyeshiriki ama waliyechangia ziwa moja. Bikira Asu akakutana na Bikira Msafiri, lakini awamu hii wote wawili wakiwa wafuasi wazuri wa mchezo wa ajabu ambao unawatesa na kuangamiza wengi pale Malindi. Tangu walipomalizana kuchenyentana hadi asubuhi ya siku iliyofuata, Msafiri alikuwa mtupu kichwani na mwilini. Hali hii ilimshangaza sana, kwani hajawahi kuwa na kichwa chepesi kwa muda mrefu sana tokea azame baharini na kuja na uganga. Safari hii alijikuta mwepesi. Hakuwa na wale wadau waliomsaidia kutatua matatizo ya watu, na hapo kitandani alikutana na kanga pekee, Asu akiwepo pia. Msafiri akaingia rasmi katika dunia ya mtafutano, akimtafuta Asu wake alipopotelea. Vile vile aliutafuta uganga wake. Alishawahi hata kujaribu kuzama tena majini, lakini aliokolewa na wavuvi kabla hajafa majini. Tokea hapo akawa muumini wa subira kwa mwaka mmoja. Hakumpata Asu wake wala hakurejea kwenye uganga wake. Ndio maana siku aliyompoteza mama yake mzazi kwa ugonjwa wa ajabu, Msafiri alifanya kufuru ya kufunika mwili wa mama yake kwa saa 24 akitumia kanga ile ile aliyoachiwa na Asu. Baada ya kumzika mama yake, akasema maneno ya hovyo kwa kuilaani kanga hiyo na kwenda kuitupa njia panda ikiwa na maneno, rudisha kwa mhusika.
Lengo la Msafiri lilikuwa ni kumsaka Asu kwa njia yoyote ile. Sasa leo hii Msafiri yupo hapa na Sonobi, akistaajabu kuwa kanga hiyo iliokotwa naye, kisha akampa mpenzi wake, mwanamke aliyejulikana kwa jina la Atu ama Atuganile Chamse, mwanamke aliyepatikana kwa nguvu za uganga wake pindi Sonobi alipokuja kutafuta mke. Msafiri alimkodolea macho Sonobi aliyekuwa akikumbatia ile kanga bila kusema neno. Kumbukumbu ya usiku aliyompoteza Assumpta, kisha uganga wake, ilikuwa ikimrudia kwa njia ya mateso kwa muda mrefu sana. Je, ni nini ambacho kitaendelea hapo msikilizaji? Tuandikie maoni yako hapo chini sehemu ya comment ili tufahamu nini ambacho unadhani kitaendelea mara baada ya hapo, tukiwa tunahitimisha sehemu hii ya kwanza ya simulizi ya kanga. Mimi nikwambie tukutane katika sehemu ya pili tufahamu nini kiliendelea. Kumbuka simulizi hii imeandikwa na Xavier E. Luoga na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Asante na uwe na wakati mwema.